Na mtazamaji, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba sasa hivi huko mitaani pamoja na mikoa mbalimbali nchini Tanzania kumekuwepo na hizi habari ambazo zimelipuka ghafla tu kuhusiana na tabia ya watu kuibiwa nyeti, jambo ambalo kiukweli limeibua taharuki kubwa sana katika jamii ya Watanzania katika mikoa mbalimbali. Bwana, hali hii ya kuibiana kwa nyeti ni moja kati ya habari ambazo zinahusiana au zinahusishwa na mambo ya imani za kishirikina, lakini kubwa zaidi ni kwamba katika suala zima la kuibiwa kwa nyeti kwa watu inasemekana kwamba kuna waganga wanatuma watu wafanye hilo tukio kwa ajili ya mambo yao ya kichawi au mambo ya kiganga kwa namna moja au nyingine, jambo ambalo limeibua taharuki kubwa kutokana na kwamba malalamiko yamekuwa ni mengi ya watu mbalimbali wakiwa wanadai kwamba wameibiwa nyeti zao kwa njia za kishirikina, yani katika hali ya kutatanisha. Na unaambiwa kwamba yani ni kwamba unakuta mtu ambaye humfahamu anakuja na kugusa bega, na akikusha kugusa bega basi moja kwa moja ukija kujipapasa kijana wa kiume unakuta kwamba nyeti zimeisha, zimebakia kidogo tu kwa ajili ya kutolea haja ndogo. So hiyo ndo taarifa rasmi ambayo ilikuwa imetoka tokea siku ya juzi na siku ya jana pia, maana ilianzia Tunduma. Umeona, ilianzia Tunduma mashariki magharibi mwa nchi ya Tanzania, maeneo ya Tunduma kule ndipo ambapo zahma hii ilipoanzia, ambapo watu baadhi walitokea wakiwa wanalalamika kwamba tukio hilo limewakuta. Lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizipata za awali kabisa ni kwamba chanzo ni raia ambao sio wa Kitanzania ndio ambao wamekuwa wakifanyia hivyo watu. Umeona bwana, lakini pia vile vile ni kwamba imepelekea vurugu, fujo. Pia vile vile baadhi ya watu wamepoteza maisha kutokana na issue hiyo. Yani kuna watu wale ambao walikuwa wanashtukiwa au wanashukiwa au watu wanawashuku kwamba ndio wanaofanya hayo matukio ya kuiba nyeti za wanaume, walikuwa wakipigwa na kupoteza maisha kabisa tokea huko Tunduma, ambapo ndipo hali hii ilipoanzia. Lakini pia vile vile ni kwamba hali hiyo haikuishia tu Tunduma, ikasogea mpaka Dodoma na maeneo mengine baadhi ya mikoa. Lakini mwisho wa siku ikafika siku ya jana, taarifa zikawa zimesambaa kwamba hao watu ambao wanaiba nyeti kwa imani za kishirikina walikuwa wameshafika mpaka Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba kumekuwa na taharuki, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tulikuwa tumezipata ni kwamba kinga ya tukio hilo, yani kama unataka wewe nyeti zako zisiibiwe, kijana wa kiume, inatakiwa ufunge pini kwenye rubber band kisha ujifunge mkononi. Hivyo ndivyo ushauri wa baadhi ya watu ambao ni wataalamu wa mambo hayo ya jadi wamesema au wamewashauri watu wafanye hivyo. Imepelekea vijana wengi sasa hivi kutembea na rubber band ambazo zimesokotwa pini mikononi mwao. Lakini pia vile vile kwa bahati nzuri ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likiendelea kudhibiti matukio hayo kutokana na kwamba watu wengi sana wamekuwa wakipoteza maisha. Kwa hivyo basi jeshi la polisi limeingilia kati kuzuia matukio ya watu kuuawa kutokana na kushukiwa kwamba ndio wanaofanya matukio hayo ya kuiba nyeti za watu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likijitokeza katika maeneo mbalimbali ambapo zimekuwa vurugu zikiibuka kuhusiana na jambo hilo la watu kuibiana nyeti. So ni moja kati ya taarifa ambazo kiukweli zimemeke headline, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba maeneo mbalimbali yamekuwa kumekuwa na kero hiyo kubwa kweli kweli. Lakini taarifa ambazo tumezipata ni kwamba jeshi la polisi limesema kwamba hizo ni taarifa za kupuuziwa, zinatakiwa zipuuzwe, kwani hakuna mtu ambaye anaibiwa nyeti for real. Kwani wengi wao ni kwamba baada ya polisi kuingilia kati na kukamata baadhi ya watu ni kwamba wameenda kuwakagua hao watu ambao walikuwa wanadai kwamba nyeti zao zimeibwa, wamekutwa wako na maumbile yao ya kiume. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni fikra au tunaweza kusema kwamba ni imani potofu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, limetoa taarifa hiyo rasmi kwamba hizo ni taarifa za kupuuzwa kuhusiana na hiyo taharuki ambayo imeibuka mtaani kuhusiana na swala zima la kwamba watu wanaibiwa nyeti.
So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile nataka nikusikilizishe hapa baadhi ya matukio ambayo yametokea katika maeneo mbalimbali kuhusiana na sakata hilo la watu kuibiwa nyeti. Umeona bwana, kumekuwa na vurugu nyingi kweli kweli, na hata jana tuliposti live video kuhusiana na baadhi ya watu ambao walikuwa wanalalamika kwamba wameibiwa nyeti maeneo ya Dodoma. Sasa ndugu zangu, niko maeneo ya Kimara, niko hapa Kimara. Kuna jamaa mmoja alimuomba nauli mshikaji, akamwambia naomba 500, akamgusa bega. Baada ya kumgusa bega, mshikaji akasifuri nyeti zake hamna bwana. Mshikaji kaondoka na nyeti za mshikaji hapa, kaondoka na nyeti za jamaa. Baada ya kumgusa bega tu kuomba 500, akamgusa bega. Kwa hapa nipo Kimara, hapa nipo Kimara mwisho hapa. Watu wamejaa hapa, wanataka kumpiga jamaa wamalizane naye, lakini anashindwa kurudisha nyeti. Kama mnavyoona umati wa watu kule nyuma, umati wa watu nyuma wanamshambulia mshikaji arudishe nyeti za jamaa, lakini anashindwa kurudisha mpaka sasa hivi. Kutoka hapa Kimara nashuhudia live bila chenga hiyo. Asanteni sana, tuko pamoja. Nyeti za mshikaji hapa. Amekuja kuokolewa na jeshi la polisi. Amekuja kuokolewa na jeshi la polisi, jamaa kachukua nyeti za mshikaji. Raia ndo kama hivyo. Wanataka fungu za mshikaji zirudishwe, nyeti za mshikaji zirudishwe hapa Kimara hapa. Jamaa amechukua nyeti za mshikaji. Watu wamechachamaa kweli kweli. Wanataka nyeti zirudishwe. Jamaa amemkuta bega ya mshikaji. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba bwana Kimara jijini Dar es Salaam, mwanaume mmoja adaiwa kuibiwa nyeti sehemu za siri. Yani tukio hilo limetokea usiku katika eneo la Kimara Mwisho jijini Dar es Salaam. Inasemekana kuwa kijana huyo alikuwa anaomba msaada wa shilingi 500 kwa mtu anayedaiwa kuwa mshukiwa wa tukio hilo. Baada ya kumshika bega, mwanaume huyo aligundua kuwa nyeti zake hazipo. Muda huo huo raia walianza kumshambulia lakini pia mshukiwa aliyedaiwa kutenda tukio hilo kabla ya polisi kuja kumuondoa. Visa vya matukio haya vimeanza mapema kabisa, vilianza mnamo siku ya jana huko Tunduma mkoani Songwe kabla ya kudaiwa tena kutokea jijini Dar es Salaam. Hakuna uthibitisho ambao umetolewa kuhusiana na nyeti za muhanga kwamba kweli zimeondoka au ni uzushi. So hivyo ndivyo hali ilivyo.